Kwa hiyo tukataka msaidizi wa askofu akataka kutumia nafasi hii kuzungumza na hafla hii juu ya masuala mbalimbali ya kijamii yanayohusiana na watu wenye ulemavu na hasa ulemavu wa akili. Na jambo la kwanza ni kuikumbusha jamii kuondoa ubaguzi na unyanyasaji. Kuondoa ubaguzi na unyanyasaji. Watu hawa wenye ulemavu hasa wa akili mara nyingi wanakabiliwa na dhana mbaya kuwa hawawezi kujifunza wala kujitegemea, na hivyo wanaachwa tu bila huduma na au pengine pia kufichwa, mambo ambayo yanasababisha kutengwa na hata kufanyiwa ukatili. Na tunazungumza haya tukijua kwamba wajibu mkubwa wa mambo haya unapaswa kubebwa na serikali. Na sisi ni wadau wenza, sio washindani, sio wapinzani, lakini ni washirika wa serikali katika kufikisha huduma kwa watu wake. Tunashukuru Mungu tumepata ushirikiano mkubwa sana hapa Manispaa ya Moshi. Leo tunapozungumza hapa tuzungumze tu hapa Moshi, tunazungumza kwa level sasa hata ya kitaifa kwamba wajibu huu ni wajibu wa serikali, na pale ambapo mashirika haya ya dini na wadau wengine wanajitokeza ni kuongeza nguvu ili huduma hii iweze kuwa bora zaidi. Lakini bado mpaka sasa jamii ina uelewa mdogo kuhusu mambo ya ulemavu, na hasa katika sehemu hii ya ulemavu wa akili. Na kwa ajili hiyo hawa ndugu zetu wenye ulemavu wa akili wanakosa huduma muhimu kwa wakati. Na ndio maana sisi kama kanisa na hasa dayosisi yetu ya Kaskazini tukaona umuhimu wa kuanzisha huduma hii ya BCC. Imekwisha kuelezwa vizuri na mratibu maneno haya ya kisambaa, BCC, Building a Caring Community. Kwamba nia ni kujenga jamii inayojali, ili wajibu huu usifanywe na mzazi peke yake, lakini ufanywe pia na majirani pamoja na jamii kwa ujumla. Tunatamani ifike mahali ambapo jirani anaweza kumwambia huyu mzazi wa jirani mwenye mtoto huyu, leo nitakaa na mtoto wako, wewe nenda sokoni au nenda shambani. Bado hatujafikia hapo, lakini tunaamini kwamba Mungu atatufikisha mahali pa namna hii. Na tufike mahali ambapo hata katika vikao vyetu vya maendeleo ya jamii vinayofanywa na viongozi wetu wa kisiasa, swala la hawa watoto lizungumzwe kama agenda. Tunaona sasa hivi viongozi wanajinadi kufanya mambo mbalimbali, ni wachache sana wanaoshuka kufikia hawa watoto kwa kuona mzigo mkubwa ambao unabebwa na wazazi hawa wenye watoto wenye ulemavu wa akili. Wazazi wote ni mashahidi. Ukiwa na mtoto mmoja tu mgonjwa kwa siku mbili huko nyumbani, amani inakosekana. Kila mmoja haelewani na mwingine. Sasa hawa wamekaa nao miaka. Ni wajibu wetu sisi kama kanisa, lakini kama jamii, kuona kwamba tunawajibika kwa hawa watoto. Ni wajibu wa serikali yetu kuendelea kutoa elimu kwa jamii ili iweze kutambua watu hawa na jinsi ambavyo wanaweza kushirikiana katika kuweka mipango madhubuti na mipango endelevu na mipango rafiki kulingana na mahitaji ya kila mmoja. Ndugu zangu wapendwa, sisi kama kanisa tunaona jinsi ambavyo ndugu zetu hawa wenye ulemavu wa akili na ulemavu wa aina nyingine pia wanakabiliwa na changamoto za ajira. Tunatambua kwamba kuna sera ya taifa ya watu wenye ulemavu ya mwaka 2004 na hasa kifungu cha 3 sehemu ile ya 10. Kifungu hiki kinatambua umuhimu wa ajira kwa watu wenye ulemavu.
lakini kiuhalisia nafasi hizi bado hazitolewi kikamilifu. Bado wanatazamwa kama watu wasioweza. Ni kweli wanaweza wasiweze kwa kiwango fulani, lakini bado wana uwezo wao. Wanaweza kufanya kwa kiwango chao na ufanisi ukaonekana. Lakini pia habari ya lishe, kama tunavyofahamu kwamba hata wazazi hawa wanatumia muda mrefu kutunza hawa watoto, kwa shughuli pia za uzalishaji zinakwama. Hivyo sisi kama BCC tunajaribu kutunza afya kwa kuwapatia lishe, ambayo pia ilikuwa ni changamoto kubwa huko tulikotoka, lakini sasa kama tumefikia mahali pazuri, wala wenye utapiamlo wamepungua sana. Ndugu mgeni rasmi, sehemu nyingine ambayo inahitaji kutazamwa sana ni upatikanaji wa vifaa saidizi. Vifaa hivi kwanza bado gharama ni kubwa, lakini pia hata upatikanaji wake, kama sio kupitia BCC, hata wazazi hawa wasingefahamu kwamba kuna vifaa hivi. Lakini pale tunapohitaji sasa kuwawezesha, basi gharama zake ziwe gharama rafiki ambazo zinaweza kukidhiwa na wale ambao wana nia njema ya kuwasaidia hawa watoto. Ni kama vitimwendo au viatu na visaidizi vingine ambavyo wanahitaji hawa watoto. Changamoto nyingine ambayo inaonekana hapa ni wazazi kulemewa. Wazazi kulemewa na wakati mwingine hata kupata msongo wa mawazo. Tunashukuru Mungu kwamba tumeona kuna wataalamu hapa, lakini iwezekane basi hata wataalamu hawa ambao wanasaidia hawa watoto, serikali itunze zile stahiki zao. Kanisa lisiachiwe tu, lakini iwezekane pia serikali nayo ihusike kuwatunza hawa ambao wanahudumia watoto kama ambavyo wanahudumia taasisi nyingine, shule na vituo vingine vya afya. Baada ya kusema hayo, nitumie fursa hii kutoa wito kwa jamii nzima. Masuala ya watu wenye mahitaji maalum ni jambo mtambuka ambalo linahitaji ushirikiano wa wadau mbalimbali. Kanisa, serikali kupitia sekta zake za afya, elimu, uchumi, sheria na mamlaka nyingine, mashirika binafsi na mwanajamii mmoja mmoja. Kwa umoja wetu tunahitaji kusaidia wanajamii wenzetu hawa kuishi maisha ya furaha, amani na kujipatia maendeleo yao. Kwa kuwa wanaohitaji huduma hii ni wengi, na kwa kuwa huduma yetu kama BCC ina ukomo wake, lakini pia kwa kuwa huduma hii ya BCC imejitanabaisha kuwa chombo cha matumaini kwa hawa watoto. Na mama mmoja ametoa ushuhuda hapa, lakini wengi wangaliweza kutoa ushuhuda. Wale tulioanza nao wakiwa wadogo, sasa hivi wana upeo mkubwa sana. Kwa hiyo ni kama BCC tunamshukuru Mungu kwamba tumefaulu kwa kiwango kikubwa. Lakini tungaliweza kufaulu zaidi kama tukiunganisha nguvu zetu pamoja. Si na serikali tu, lakini pia mtu mmoja mmoja.